Mwanamke kijana aliondoka kwenye harusi yake katikati baada ya mpenzi wake wa zamani kufika na mke wake mpya. Mwanzo wa hadithi hii haukuwa wa kawaida. Ukumbi wa harusi ulikuwa umejaa wageni, mziki wa taratibu ukicheza na harufu ya chakula kizuri ikisambaa hewani. Watu walikuwa wakizungumza kwa furaha huku wakimsubiri bibi harusi aingie rasmi kwa ajili ya sherehe kuu. Lakini hakuna aliyedhani kwamba siku hiyo ingegeuka kuwa hadithi ambayo ingetajwa kwa miaka mingi. Bibi harusi aliitwa Aisha. Alikuwa mwanamke kijana mwenye tabasamu la utulivu na macho yaliyoficha mambo mengi ambayo watu wengi hawakuyajua. Alisimama pembeni ya ukumbi akijaribu kupumua kwa utulivu. Rafiki yake wa karibu, Neema, alimshika mkono. "Leo ndio siku yako, Aisha," Neema alimwambia kwa sauti ya upole. Aisha alijaribu kutabasamu, lakini moyoni mwake kulikuwa na mawazo mengi. Sio kwa sababu hakutaka kuolewa, bali kwa sababu maisha yake yalikuwa na hadithi iliyokuwa haijafungwa kabisa. Miaka 2 iliyopita, moyo wake uliwahi kuvunjika vibaya sana, na mtu aliyefanya hivyo hakuwahi kufikiria angeweza kumuona tena. Lakini wakati mziki ulipokuwa unaendelea, mlango wa ukumbi ulifunguliwa polepole. Na hapo ndipo hadithi ilianza kubadilika. Wageni wengi hawakugundua mara moja kilichotokea, lakini Aisha aligundua. Macho yake yalielekea moja kwa moja mlangoni. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Mtu aliyesimama pale alikuwa Daniel. Daniel, jina ambalo alikuwa amejaribu kulisahau kwa miaka 2. Lakini kilichomfanya Aisha ashindwe hata kupumua vizuri sio Daniel tu. Daniel hakuwa peke yake. Alikuwa ameshika mkono wa mwanamke mwingine, mwanamke aliyekuwa amevaa pete ya ndoa. Watu wengine walifikiri ni wageni wa kawaida waliochelewa, lakini kwa Aisha ilikuwa kama kuona historia yake yote ikirudi mbele ya macho yake. Neema alimwangalia. "Aisha, unamjua huyo?" Aisha hakujibu mara moja. Macho yake yalikuwa bado yameganda kwa Daniel. Ndani ya moyo wake kumbukumbu zilianza kurudi pole pole. Kumbukumbu za upendo, hadi ambazo hazikutimia, na siku ambayo Daniel alipotea bila maelezo. Lakini swali moja lilianza kumchoma moyo. Kwa nini Daniel alikuja kwenye harusi yake? Na kwa nini alikuja na mke wake? Daniel alisimama kwa sekunde chache akitazama ukumbi. Alionekana kutafuta mtu fulani, na alipomwona Aisha, macho yao yalikutana. Kwa sekunde moja tu, lakini sekunde hiyo ilibeba miaka mingi ya hisia. Aisha alihisi tumbo lake likibana. Mwanamke aliyekuwa pembeni ya Daniel alionekana kuwa na furaha kabisa. Alikuwa hajui chochote kuhusu historia iliyokuwa kati ya Daniel na Aisha. Neema alipunguza sauti yake. "Huyo ndiye yeye." Aisha alitikisa kichwa pole pole. "Ndiyo." Neema alinyamaza. Alijua kila kitu. Alijua jinsi Aisha alivyolia usiku mwingi miaka 2. Alijua jinsi Daniel alivyoondoka ghafla bila kuaga. Na sasa alikuwa amerudi, lakini sio kama mtu aliyekuwa anatafuta msamaha. Alikuwa amerudi kama mume wa mwanamke mwingine. Aisha alihisi machozi yakitaka kutoka, lakini alijizuia. Leo ilikuwa siku yake ya harusi. Hakutaka mtu yoyote ajue kilichokuwa kinaendelea ndani ya moyo wake. Lakini Daniel hakuondoka. Aliendelea kusimama pale mlangoni kana kwamba alikuja kwa sababu fulani muhimu. Dakika chache baadaye, wageni walitaa tayari kwa hutuba za mwanzo. Bwana harusi, Joseph, alikuwa amesimama mbele ya wageni akionekana mwenye furaha kubwa. Joseph alikuwa mtu mzuri, mwenye moyo wa upole na mwenye heshima. Alimpenda Aisha kwa dhati na aliamini kuwa maisha yao yangekuwa na furaha. Lakini hakujua kabisa kwamba MTU aliyekuwa amekaa nyuma kabisa ya ukumbi alikuwa sehemu ya historia ambayo haijawahi kufungwa. Aisha aliketi karibu na Joseph. Joseph alimshika mkono kwa upendo. "Unaonekana kama una wasiwasi kidogo," alisema. Aisha alitabasamu kwa shida. "Hapana, niko sawa." Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na vita. Alijua Daniel alikuwa pale. Alijua macho yake yalikuwa yanamwangalia mara kwa mara. Na kila alipohisi macho hayo, moyo wake ulirudi kwenye maumivu ya zamani. Lakini
Jambo moja lilimchanganya zaidi. Kwa nini Daniel hakuondoka? Kwa nini alikaa mpaka sasa? Je, alikuja tu kushuhudia harusi yake au kulikuwa na sababu nyingine? Sherehe iliendelea. Mziki ulianza kuchezwa tena. Wageni walicheka, wakizungumza na kufurahia siku hiyo. Lakini Aisha hakuweza kufurahia kama wengine. Alikuwa akihisi kitu kisichoeleweka moyoni mwake. Hatimaye, baada ya muda mfupi, Daniel aliinuka kutoka kiti chake. Alianza kutembea pole pole kuelekea mbele ya ukumbi. Aisha alimuona. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu zaidi. Neema alishika mkono wake kwa nguvu kidogo. Aisha anaenda mbele. Joseph bado hakuwa amegundua chochote. Daniel alipofika karibu zaidi, wageni wengine walianza kumwangalia. Mwanamke aliyekuwa na Daniel alikaa kimya akimtazama. Aisha alihisi hewa ndani ya ukumbi ikibadilika. Kitu kikubwa kilikuwa kinakaribia kutokea. Daniel alisimama mita chache mbele ya Aisha. Kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito, alisema, Aisha, samahani kuharibu siku yako. Ukumbi wote ulikaa kimya. Hakuna aliyekuwa anajua kinachoendelea. Lakini maneno yaliyofuata kutoka kwa Daniel yangebadilisha kila kitu. Na ndani ya dakika chache tu, Aisha angefanya kitu ambacho kingewaacha wageni wote wakiwa wameshtuka. Ukumbi wote ulikuwa kimya. Daniel alisimama mbele, macho yake yakimtazama Aisha, 1 KWA 1. Sauti yake ilikuwa ya utulivu, lakini ndani yake kulikuwa na uzito ambao kila mtu aliuhisi. Aisha, najua leo ni siku yako muhimu, na najua hujanitarajia kuona hapa. Wageni walianza kutazamana. Joseph alikunja uso kidogo, hakuelewa kinachoendelea. Aisha alikaa kimya. Hakutaka kuongea mbele ya watu wote. Daniel aliendelea. Nilikuja hapa kwa sababu sikuweza kuendelea na maisha yangu bila kusema ukweli mmoja. Neema aliyemtazama Aisha kwa wasiwasi. Joseph sasa alikuwa amesimama karibu kabisa na Aisha. Ni ukweli gani? Joseph aliuliza kwa sauti ya utulivu lakini yenye tahadhari. Daniel alinyamaza kwa sekunde chache. Macho yake yalionekana kuwa na majuto makubwa. Lakini kabla hajamaliza kusema chochote zaidi, mwanamke aliyekuwa amekaa nyuma, mke wake, alimuita, Daniel. Daniel alimwangalia mke wake, alafu akamgeukia tena Aisha. Aisha, najua utanichukia kwa kile nitakachosema. Ukumbi ulikuwa kimya zaidi, na Aisha alihisi moyo wake ukianza kuogopa kile ambacho kingefuata. Joseph sasa alikuwa amechanganyikiwa kabisa. Hakujua Daniel ni nani, lakini alihisi wazi kwamba kulikuwa na historia kubwa kati yake na Aisha. Aisha, huyu mtu ni nani? Joseph aliuliza kwa sauti ya chini. Aisha alishusha macho yake kwa sekunde chache. Kisha akasema kwa upole, ni mtu kutoka zamani yangu. Wageni wengine walianza kunong'ona. Daniel alichukua pumzi ndefu. Joseph, najua hunijui. Lakini kabla hujaoa Aisha, kuna kitu unapaswa kujua. Maneno hayo yalifanya ukumbi mzima kuwa makini zaidi. Joseph alimwangalia Daniel kwa macho makali. Sema unachotaka kusema? Daniel hakujibu mara moja. Badala yake alimwangalia Aisha kwanza, kana kwamba alikuwa anaomba ruhusa kimya kimya. Aisha alihisi macho ya watu wote akimwangalia. Alijua kitu kimoja tu. Daniel angeanza kufungua hadithi ambayo alikuwa amejaribu kuifunga kwa miaka miwili. Na kama hilo lingetokea mbele ya wageni wote, maisha yake yangesimama kwa muda. Daniel alichukua hatua moja mbele. Sauti yake sasa ilikuwa tulivu, lakini nzito. Miaka miwili iliyopita, mimi na Aisha tulikuwa tunapanga kuoana. Ukumbi mzima ulivuta pumzi polepole. Joseph alimgeukia Aisha polepole. Ni kweli? Aliuliza. Aisha alitikisa kichwa kidogo. Ndiyo. Lakini hakusema zaidi. Daniel aliendelea. Nilimpenda Aisha sana. Na yeye alinipenda pia. Mke wake Daniel alikuwa akimtazama kwa mshangao kidogo. Inaonekana hata yeye hakujua baadhi ya mambo. Lakini siku moja nilitoweka bila maelezo.
Wageni wengine walitikisa vichwa kwa mshangao. Ndiyo, Daniel alisema kwa sauti ya majuto. Nilimwacha Aisha bila kusema neno. Aisha alihisi machozi akitaka kurudi. Hii ndiyo sehemu aliyokuwa amejaribu kusahau. Lakini Daniel bado hakuwa amefika kwenye sababu halisi. Na kitu ndani ya moyo wa Aisha kilimwambia kwamba sababu hiyo ingeleta mabadiliko makubwa sana. Joseph sasa alikuwa amesimama kimya. Hakusema chochote. Lakini ndani yake kulikuwa na maswali mengi. Daniel aliendelea kuzungumza. Sikuondoka kwa sababu sikuwa nampenda Aisha. Ukumbi ulikaa kimya zaidi. Niliondoka kwa sababu nilipokea habari ambayo ilibadilisha maisha yangu kabisa. Aisha alimwangalia Daniel kwa macho yaliyojaa maumivu. Hadi leo hakuwa amepewa sababu hiyo. Miaka miwili yote alikuwa akiishi na swali hilo. Kwa nini Daniel aliondoka? Daniel alishusha macho yake kwa sekunde chache. Nilijua kama ningebaki, ningeharibu maisha ya Aisha. Joseph alikaza uso wake. Sasa unasema nini hasa? Joseph aliuliza. Daniel hakujibu moja kwa moja. Badala yake alisema, leo nimekuja hapa KWA sababu Aisha anastahili kujua ukweli wote. Aisha alihisi mwili wake ukitetemeka kidogo. Kwa miaka miwili alikuwa akisubiri majibu, lakini hakuwahi kufikiria angeyasikia siku ya harusi yake. Daniel alipumua KWA kwa nguvu kidogo. Ukumbi wote ulikuwa kimya kabisa sasa. Hata muziki ulikuwa umesimama. Daniel alimwangalia Aisha moja kwa moja. Nilipoondoka miaka miwili iliyopita, nilikuwa mgonjwa sana. Wageni wengine walishangaa. Aisha alikunja uso kidogo. Hii haikuwa sababu aliyokuwa akitarajia kusikia. Daniel aliendelea. Madaktari waliniambia ninaweza nisiishi maisha marefu. Ukumbi ulianza kunongona tena. Joseph alimwangalia Daniel kwa makini. Kwa hiyo uliamua kuondoka? Joseph aliuliza. Daniel alitikisa kichwa. Ndiyo, nilijua Aisha anastahili maisha mazuri na familia yenye furaha. Sikujua kama ningekuwa hai kwa muda mrefu. Aisha alihisi machozi yakianza kumtoka polepole. Miaka miwili ya maumivu ilikuwa imejengwa juu ya kitu ambacho hakuwahi kukijua. Lakini kabla Aisha hajazungumza chochote, Daniel alisema maneno mengine ambayo yalifanya ukumbi wote kukaa kimya tena. Lakini kuna jambo moja ambalo Aisha bado hajui, na jambo hilo ndilo lingemfanya Aisha ondoke kwenye harusi yake dakika chache baadaye. Ukumbi wote ulikuwa kimya baada ya maneno ya Daniel. Aisha alikuwa amesimama bila kusema chochote. Macho yake yalikuwa yamejaa mawazo mengi. Miaka miwili yote alikuwa akiishi akiamini kwamba Daniel alimwacha kitawawa sababu hakumpenda tena. Lakini sasa alikuwa anasikia hadithi tofauti. Joseph alimwangalia Aisha kitawa. Aisha, ulijua kuhusu hili? Aliuliza kwa upole. Aisha alitikisa kichwa. Hapana. Daniel alionekana mwenye huzuni zaidi. Sikutaka kukuumiza, alisema. Lakini Neema aliyekuwa pembeni ya Aisha alizungumza kwa sauti ya wazi. Lakini ulimuumiza. Ukumbi ulikaa kimya tena. Daniel hakupinga. Alijua maneno hayo yalikuwa kweli. Aisha alifuta machozi yake polepole, lakini bado kulikuwa na kitu kilichomchanganya zaidi. Daniel alikuwa amesema kuna jambo lingine ambalo hakujua, na sasa swali hilo lilikuwa linamsumbua zaidi kuliko yote. Ama kweli kuna nini kingine? Aisha aliuliza kwa sauti ya chini. Daniel alinyamaza kwa muda mfupi, kana kwamba alikuwa akikusanya ujasiri. Kisha akasema, kuna mtu ambaye maisha yake yanahusiana na wewe kuliko unavyofikiria. Maneno ya Daniel yaliwafanya wageni wengine kutazamana kwa mshangao. Joseph alikaza macho yake kidogo. Unamaanisha nini? Aliuliza. Daniel alimwangalia Aisha tena. Sauti yake ilikuwa ya polepole. Baada ya kuondoka, nilijaribu kuanza maisha mapya, lakini siku moja nilipata habari ambayo ilinifanya nirudi Kenya. Aisha alihisi moyo wake ukianza kupiga tena kwa nguvu. Habari gani? Aliuliza. Daniel hakujibu haraka. Badala yake alimwangalia mwanamke aliyekaa nyuma, mke wake. Mwanamke huyo sasa alikuwa anaonekana kuwa na wasiwasi kidogo. Aisha, Daniel alisema kwa utulivu. Niliporudi Kenya, niligundua kitu ambacho sikuwa najua kabla.
Ukumbi ulikaa kimya kabisa. Kuna mtoto. Wageni wengi walivuta pumzi kwa mshangao. Joseph alimgeukia Aisha kwa haraka. Aisha mwenyewe alionekana kupigwa na butwaa. Mtoto, alirudia kwa sauti ya kushangaa. Daniel alitikisa kichwa polepole. Ndiyo, lakini kabla Aisha hajamuuliza swali lingine, Daniel alisema maneno yaliyomfanya ashindwe hata kusimama vizuri. Mtoto huyo ana uhusiano na wewe. Aisha alihisi dunia yake ikisimama kwa sekunde chache. Unamaanisha nini? Aliuliza kwa sauti iliyotetemeka. Daniel alionekana kuwa na huzuni. Miaka 2 iliyopita, kabla sijaondoka, kulikuwa na jambo ambalo hatukuwahi kujua. Joseph sasa alikuwa kimya kabisa. Daniel aliendelea. Baada ya miezi kadhaa, nilipata habari kutoka kwa rafiki wa familia yangu. Aliniambia kuna mtoto ambaye anahitaji msaada. Aisha alikuwa akisikiliza kwa makini sana. Kisha nikagundua jambo lingine. Daniel alishusha macho yake. Mtoto huyo ana damu yangu. Ukumbi ulijaa mshangao, lakini bado Aisha hakuelewa. Hilo linahusiana na mimi? Aliuliza. Daniel alimwangalia kwa macho yaliyojaa majuto. Kwa sababu mtoto huyo alizaliwa muda mfupi baada ya mimi kuondoka. Ukumbi ulikaa kimya tena. Aisha sasa alikuwa na mawazo mengi zaidi kuliko hapo awali. Lakini bado Daniel hakuwa amesema jambo muhimu zaidi. Na kila sekunde iliyopita ilifanya ukweli huo kuwa mzito zaidi. Joseph alisimama mbele kidogo. Sasa alikuwa anataka ukweli wote. Daniel alisema kwa sauti thabiti, sema wazi unachomaanisha. Daniel alinyamaza kwa sekunde chache. Kisha akasema, mtoto huyo anaweza kuwa wangu na wa Aisha. Ukumbi mzima ulilipuka kwa mshangao. Wageni wengine waliinuka hata kutoka kwenye viti vyao. Aisha mwenyewe alitikisa kichwa kwa haraka. Hapana, haiwezekani. Lakini Daniel aliendelea, KWA utulivu. Nilijua pia inaweza kuwa vigumu kuamini. Neema alimshika Aisha mkono, KWA nguvu kidogo. Joseph alimwangalia Aisha. Je, hili linawezekana? Aliuliza polepole. Aisha alikuwa kimya kabisa. Kumbukumbu za miaka 2 iliyopita zilianza kurudi polepole. Na ghafla alianza kuelewa kile Daniel alikuwa anajaribu kusema. Lakini jambo moja lilikuwa wazi. Ukumbi huo haukuwa mahali sahihi kuendelea na mazungumzo hayo. Na bila kusema neno lingine, Aisha alisimama kutoka kwenye kiti chake. Wageni wote walikuwa wakimwangalia Aisha sasa. Aisha alihisi moyo wake ukipiga KWA nguvu sana. Kila kitu kilikuwa kinachanganyika kichwani mwake. Harusi yake, historia yake na Daniel, na sasa hadithi ya mtoto ambaye hakuwahi kusikia habari zake. Joseph alijaribu kumshika mkono wake. Aisha, tafadhali, kaa tuzungumze. Lakini Aisha alitikisa kichwa. Sihitaji kuzungumza hapa. Alianza kutembea polepole kuelekea nje ya ukumbi. Watu wote walikuwa wakimwangalia kwa mshangao. Neema alifuata nyuma yake haraka. Daniel alibaki amesimama pale, macho yake yakimfuata Aisha. Joseph alikuwa bado amesimama katikati ya ukumbi akiwa hajui cha kufanya. Na ndani ya dakika chache, bibi harusi alikuwa anaondoka kwenye harusi yake mwenyewe. Lakini hakuna aliyekuwa anajua jambo moja muhimu. Aisha hakutoka nje kwa sababu ya Daniel pekee. Alitoka nje kwa sababu ukweli mmoja uliokuwa umeanza kufunguka ulikuwa mkubwa kuliko mtu yoyote aliyekuwa ndani ya ukumbi huo alivyoweza kufikiria. Na ukweli huo ulibadilisha kabisa mwelekeo wa maisha ya watu watatu. Aisha alitoka nje ya ukumbi wa harusi haraka, hewa ya nje ikimpiga usoni kwa nguvu kidogo. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi sana. Neema alimkimbilia nyuma yake. Aisha, subiri kidogo. Aisha alisimama karibu na bustani ya ukumbi, akijaribu kupumua kwa utulivu. Neema, haya yote yana maana gani? Aliuliza kwa sauti iliyochanganyika na hofu. Neema alinyamaza kwa muda. Je, kuna uwezekano Daniel anasema ukweli? Aliuliza polepole. Aisha alitikisa kichwa kwa haraka. Sijui, lakini haiwezekani. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na shaka.
Miaka 2 iliyopita, baada ya Daniel kuondoka ghafla, kulikuwa na kipindi kigumu sana maishani mwake, kipindi ambacho hakuwahi kumwambia mtu yoyote. Neema alimwangalia kwa makini. Aisha, kuna kitu hunijawahi kuniambia? Aisha alishusha macho yake chini, na kwa mara ya kwanza alionekana kuwa na hofu ya ukweli wake mwenyewe. Ndani ya ukumbi, Joseph alikuwa bado amesimama kimya. Wageni walikuwa wanazungumza kwa sauti za chini, wakijaribu kuelewa kilichotokea. Daniel alikuwa bado pale, uso wake umejaa mawazo. Hatimaye Joseph alimkaribia. Wewe na Aisha mlikuwa na historia, hilo nimeelewa, Joseph alisema kwa utulivu. Daniel alitikisa kichwa. Lakini mtoto unayezungumzia, una uhakika? Daniel alionekana mwenye huzuni. Ndiyo, kuna ushahidi fulani. Joseph alinyamaza kwa sekunde chache. Kwa nini umechagua kusema haya leo, siku ya harusi yake? Daniel alishusha macho yake. Kwa sababu niligundua jambo fulani jana. Joseph alikunja uso kidogo. Jambo gani? Daniel alinyamaza kwa muda mfupi kabla ya kusema, mtoto huyo yuko hapa karibu. Maneno hayo yalifanya Joseph ashindwe hata kusema kwa sekunde chache. Nje ya ukumbi, Aisha bado alikuwa amesimama karibu na bustani. Alikuwa anajaribu kuunganisha vipande vya hadithi ambayo Daniel alikuwa ameanza. Neema alikaa karibu naye. Aisha, kama kuna ukweli wowote hapa, lazima ujue. Aisha alinyamaza kwa muda. Kisha alisema kwa sauti ya chini sana, kuna kipindi baada ya Daniel kuondoka, niligundua kitu. Neema alimwangalia kwa mshangao. Uligundua nini? Aisha alishusha macho yake. Nilikuwa mjamzito. Neema alishika mdomo wake kwa mshangao. Ulikuwa... Aisha alitikisa kichwa polepole, lakini mambo yalibadilika haraka sana. Machozi yalianza kumtoka. Sikuweza kumtafuta Daniel, na baada ya muda mtoto alichukuliwa na familia moja kwa ajili ya kumlea. Neema alikuwa kimya kabisa sasa. Kwa miaka yote hii Aisha alikuwa ameishi na siri hiyo peke yake, lakini sasa inaonekana siri hiyo ilikuwa karibu kufunguka mbele ya kila mtu. Ndani ya ukumbi, Joseph alisimama mbele ya Daniel. Ninajua inaweza kusikika kama hadithi ya ajabu, Daniel alisema, lakini Joseph alikuwa bado anasikiliza kwa makini. Jana nilikutana na mtu aliyenipa taarifa zote, Daniel aliendelea. Mtoto huyo alichukuliwa na familia ya kulea miaka 2 iliyopita. Joseph alinyamaza kwa muda, na sasa Daniel alimwangalia kwa uzito. Familia hiyo ilikuja kwenye harusi hii? Joseph alishangaa. Unamaanisha mtoto yuko hapa? Daniel alitikisa kichwa polepole. Ndiyo. Wakati huo huo, baadhi ya wageni walikuwa wanaanza kuelewa kile kinachoweza kuwa kinaendelea, na ghafla mlango wa ukumbi ulifunguliwa tena, na mtu aliyekuwa anaingia ndani alikuwa ameshika mkono wa mtoto mdogo. Ukumbi wote uligeuka tukutazama mlango. Mwanamke mmoja alikuwa anaingia polepole ndani ya ukumbi. Pembeni yake kulikuwa na mtoto mdogo wa karibu miaka 2. Mtoto huyo alikuwa anatembea polepole huku akishika mkono wa mwanamke huyo. Wageni wengi hawakuelewa kinachoendelea, lakini Danieli alimwangalia mtoto huyo kwa macho yenye hisia kali. Josefu alihisi moyo wake ukipiga haraka. Danieli, huyo ndiye? Danieli alitikisa kichwa. Ndiyo. Mtoto huyo alisimama katikati ya ukumbi, akitazama watu wengi waliokuwa wanamwangalia. Wakati huo huo, nje ya ukumbi, Aisha alikuwa bado hajui kinachoendelea ndani. Lakini baada ya sekunde chache, Neema alipokea simu kutoka kwa mmoja wa wageni waliokuwa ndani. Neema alisikiliza kwa mshangao mkubwa. Aisha, alisema polepole, kuna mtoto ndani ya ukumbi. Aisha aligeuka kumwangalia kwa mshangao. Mtoto gani? Neema alimeza mate kabla ya kusema, mtoto ambaye Danieli anasema ni wako. Maneno hayo yalifanya Aisha ahisi dunia yake ikibadilika tena, na bila kusita alianza kutembea haraka kurudi ndani ya ukumbi. Aisha alitembea haraka kurudi ndani ya ukumbi. Moyo wake ulikuwa unapiga KWA nguvu sana. Wakati alipoingia, wageni wote waligeuka kumwangalia, lakini macho yake yalikuwa yanatafuta kitu kimoja tu, mtoto. Na hapo katikati ya ukumbi alimuona mtoto mdogo. Alikuwa amesimama karibu na mwanamke aliyemshika mkono. Alikuwa na uso wa utulivu, bila kujua drama iliyokuwa inaendelea karibu naye. Daniel alikuwa amesimama pembeni, macho yake yakimwangalia mtoto huyo kwa hisia nyingi. Joseph alikuwa kimya kabisa. Aisha alisogea hatua chache mbele polepole. Macho yake yalikuwa yamejaa mshangao na hofu. Mtoto huyo alimwangalia kwa sekunde chache, kisha akatabasamu kidogo, kama watoto wanavyofanya wanapoona mtu mpya. Lakini kwa Aisha,
Tabasamu hilo lilifanya moyo wake usimame kwa sekunde moja. Kulikuwa na kitu kwenye uso wa mtoto huyo, kitu ambacho kilimfanya ahisi kama anatazama sehemu ya maisha yake aliyopoteza. Na kwa mara ya kwanza, Aisha alihisi kwamba huenda Daniel hakuwa anadanganya. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa sasa. Mwanamke aliyekuwa amemshika mtoto alisogea mbele kidogo. Aisha, alisema kwa upole, jina langu ni Mama Grace. Aisha alimwangalia kwa makini. Nilikuwa mmoja wa watu waliomlea mtoto huyu tangu akiwa mchanga. Wageni wengine walisikiliza kwa makini sana. Mama Grace aliendelea. Miaka 2 iliyopita tulipata mtoto huyu kupitia kituo cha watoto. Aisha alishika kifua chake polepole. Mama Grace alimwangalia kwa huruma. Lakini wiki chache zilizopita tulipata taarifa kuhusu historia yake. Daniel alisimama kimya, akisikiliza. Mama Grace alisema, baada ya uchunguzi fulani, tuligundua kuwa kuna uwezekano mkubwa wewe ndiye mama yake. Ukumbi ulijaa hisia nzito. Aisha alihisi machozi yakianza kumtoka tena. Alimwangalia mtoto huyo tena, na ghafla mtoto huyo alinyoosha mikono yake kidogo kuelekea kwake, kana kwamba alitaka kushikwa. Joseph alikuwa bado amesimama kimya. Hii haikuwa siku aliyokuwa ameitarajia kabisa, lakini badala ya hasira, alikuwa anaangalia hali hiyo kwa utulivu mkubwa. Alimkaribia Aisha polepole. Aisha, alisema kwa sauti ya upole, kama huyu ni mtoto wako, lazima ujue ukweli. Aisha alimwangalia Joseph kwa mshangao. Hakutarajia kusikia maneno hayo kutoka kwake. Joseph aliendelea, leo ilikuwa siku yetu ya harusi, lakini kuna jambo kubwa zaidi hapa. Wageni wengine waliinama kimya wakisikiliza. Mtoto hapasi kukosa mama yake, Joseph alisema. Maneno hayo yaligusa watu wengi ndani ya ukumbi. Daniel alimwangalia Joseph kwa mshangao pia. Aisha sasa alikuwa analia polepole. Kwa miaka 2 alikuwa akiamini kwamba sehemu ya maisha yake ilikuwa imepotea milele. Lakini sasa inaonekana ilikuwa inarudi mbele yake. Lakini bado kulikuwa na swali kubwa. Je, angeweza kubadilisha maisha yake yote siku hiyo hiyo? Mama Grace alimleta mtoto karibu zaidi na Aisha. Mtoto huyo alimtazama Aisha kwa macho makubwa ya udadisi. Aisha alipiga magoti polepole ili kuwa karibu na mtoto. Moyo wake ulikuwa unapiga KWA nguvu sana. Habari yako, alisema kwa sauti ya upole. Mtoto alitabasamu tena. Kisha akamgusa mkono Aisha kwa upole. Kitendo hicho kidogo kilimfanya Aisha ashindwe kujizuia. Machozi yalianza kumtoka kwa nguvu zaidi. Neema aliyekuwa pembeni yake alifuta machozi pia. Daniel alisimama kimya, akitazama tukio hilo bila kusema neno. Aisha alimwangalia mtoto kwa muda mrefu. Kisha akamshika kwa upole na kumbeba mikononi mwake. Ukumbi mzima ulikaa kimya. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 2, Aisha alikuwa amemshika mtoto wake. Na hisia hiyo ilibadilisha kila kitu ndani ya moyo wake. Lakini bado, uamuzi mmoja muhimu ulikuwa unasubiriwa. Baada ya dakika chache za kimya, Aisha alisimama akiwa amembeba mtoto. Wageni wote walikuwa wanamwangalia. Joseph alisimama mbele yake. Aisha, alisema kwa upole, unaweza kuchukua muda wako kufikiria. Daniel pia alikuwa kimya kabisa, lakini macho yake yalionyesha wazi kwamba alikuwa tayari kukubali uamuzi wowote. Aisha alitazama watu wote waliokuwa ndani ya ukumbi. Halafu akamwangalia Joseph. Kuna kitu lazima niseme, alisema kwa sauti ya utulivu. Ukumbi wote ulikaa kimya kabisa. Leo nilikuja hapa kufunga ndoa, aliendelea. Lakini sikujua kwamba maisha yangeniletea ukweli mkubwa kama huu. Alimwangalia mtoto aliyekuwa mikononi mwake. Kisha akasema,
Mtoto huyu ni sehemu ya maisha yangu ambayo nilifikiri imepotea milele. Wageni wengi walikuwa nagoja kwa hamu kusikia uamuzi wake. Aisha akavuta pumzi ndefu, na maneno ambayo angeyasema baada ya hapo yangebeba uamuzi ambao ungeamua hatima ya watu watatu. Ukumbi wote ulikuwa kimya kabisa. Hakuna mtu aliyekuwa anasema neno. Aisha alikuwa amesimama katikati ya ukumbi akiwa amembeba mtoto wake mikononi. Mtoto alikuwa ametulia kabisa, kana kwamba alihisi usalama ndani ya mikono ya mama yake. Aisha alimwangalia Joseph. Machoni mwake kulikuwa na shukrani na huzuni kwa wakati mmoja. Joseph alisema kwa sauti ya utulivu, "Ulikuja kwenye maisha yangu wakati nilikuwa nimevunjika moyo." Joseph alimsikiliza kwa makini. "Ulinipa heshima, upendo na utulivu ambao nilikuwa nimepoteza." Wageni wengi walikuwa wameshika pumzi wakisubiri maneno yake yanayofuata. Aisha aliendelea, "Lakini leo maisha yameniletea ukweli ambao sikutarajia." Alimtazama mtoto aliyekuwa mikononi mwake, kisha akasema polepole, "Kabla sijaanza maisha mapya, lazima nirekebishe maisha ambayo tayari nilikuwa nayo." Ukumbi ulikuwa bado kimya. Joseph alielewa polepole kile Aisha alikuwa anajaribu kusema. Joseph alipiga pumzi ndefu, alionekana kuwa na huzuni, lakini hakukuwa na hasira usoni mwake. Alimsogelea Aisha kidogo. "Aisha," alisema kwa utulivu, "kila mtu hapa anaweza kuona unampenda mtoto huyu." Aisha alitikisa kichwa polepole huku machozi yakimtoka. Joseph aliendelea kusema, "Na mtoto anahitaji mama yake." Maneno hayo yaligusa mioyo ya watu wengi ndani ya ukumbi. Daniel alikuwa bado amesimama kimya. Hakuwa anajua Aisha angechagua nini. Joseph alimwangalia Daniel kwa muda mfupi, kisha akasema, "Lakini pia mtoto anahitaji baba yake." Daniel alishusha macho yake kawa aibu kidogo. Joseph alirudi kumwangalia Aisha. "Leo haipaswi kuwa siku ya maumivu," alisema. "Kama unahitaji muda, chukua muda huo." Ukumbi ulikuwa umejaa hisia nzito sana. Hakuna mtu aliyekuwa anajua nini kingetokea baada ya hapo. Aisha alikaa kimya kwa sekunde chache. Kisha alimwangalia Daniel kwa mara ya kwanza tangu aliporudi ndani ya ukumbi. Daniel alionekana mwenye majuto makubwa. "Aisha," alisema kwa sauti ya chini, "sikutaka kurudi kuharibu maisha yako." Aisha alimkatiza polepole, "Lakini ukweli ulipaswa kujulikana." Daniel alitikisa kichwa. "Ndiyo." Aisha alimwangalia mtoto aliyekuwa mikononi mwake. Mtoto alikuwa anacheza na sehemu ya gauni lake la harusi bila kujua kilichokuwa kinaendelea. Aisha alitabasamu kidogo kwa mara ya kwanza tangu drama hiyo ianze. Kisha alisema kwa utulivu, "Mtoto huyu hana kosa lolote." Wageni wengine walitikisa vichwa kwa kukubaliana. Aisha aliendelea, "Na sitaki maisha yake yaanze kwa sababu siri na maumivu." Maneno hayo yalionyesha wazi kwamba uamuzi wake ulikuwa karibu kufika. Ukumbi mzima ulikuwa kimya ukisubiri. Hatimaye Aisha alivuta pumzi ndefu. Kisha akasema maneno ambayo kila mtu alikuwa anasubiri kusikia. "Leo sitafunga ndoa." Ukumbi ulijaa mshangao mdogo, ingawa watu wengi walikuwa tayari wanahisi uamuzi huo. Aisha aliendelea kwa utulivu, "Sio kwa sababu Joseph si mtu mzuri." Alimwangalia Joseph kwa shukrani. "Joseph ni mtu bora sana." Joseph alitikisa kichwa kidogo kwa kuelewa, lakini Aisha aliendelea, "Lakini kabla sijaanza familia mpya, lazima nijenge upya familia ambayo tayari ilianza bila mimi." Alimkumbatia mtoto wake kwa upendo. Wageni wengi walifuta machozi yao. Daniel alionekana kushangaa pia. Hakuwa anatarajia uamuzi huo, lakini jambo moja lilikuwa wazi. Siku hiyo ilikuwa imebadilisha maisha ya watu wengi ndani ya ukumbi huo. Baada ya dakika chache, wageni walianza kuondoka polepole. Harusi haikuendelea kama ilivyopangwa, lakini watu wengi waliondoka na hisia tofauti kabisa. Joseph alimkaribia Aisha mara ya mwisho siku hiyo na kutakia maisha yenye furaha. Alisema KWA utulivu. Aisha alimshika mkono KWA shukrani. Asante KWA kunielewa. Joseph alitabasamu kidogo kisha akaondoka pole pole. Daniel alisimama karibu na Aisha. Hakujua aseme nini. Lakini Aisha alimwangalia KWA
utulivu. Daniel alisema, maisha yametupa nafasi NY nyingine ya kufanya jambo sahihi. Daniel alitikisa kichwa polepole, lakini safari yao MPY haingekuwa rahisi. Sasa walikuwa na jukumu kubwa zaidi, kumlea mtoto wao na kujenga maisha ambayo yalikuwa yamevunjika miaka 2 iliyopita. Na hivyo, siku iliyokuwa imeanza kama harusi ya kawaida iliishia kuwa siku ambayo ilileta familia iliyokuwa imepotea kurudi pamoja tena.